Leo kazi ipo. Ni kweli. Leo tupo na kazi haswa. Simu ya Samsung imeingia kwenye maji. Baada ya kuingia kwenye maji, mteja akapeleka kwa fundi huko kijijini alikokuwa. Fundi akaifungua katika mfumo huu. Ni glasi ya juu ameivunja vunja, hatuelewi ni kwa nini. Imevunjwa vunjwa, imekuja ni vipande vipande, na bila kuwa makini hapa unaweza ukaingia kwenye tetanus, unaweza ukachanwa vibaya mno. Sasa tuone ni kitu gani ambacho tutakifanya, kwa sababu imeshaingia kwenye maji na hatuwezi kuiwasha, na kwa dalili zinavyoonekana betri yake tayari imeshavimba. Kitendo cha kuvimba betri hivi sio kitendo kizuri sana. Hatujajua kwa nini mpaka sasa hivi haja disconnect betri, hatujui tutakachoweza kukifanya ni kipi. Cha kwanza kabisa tuifungue kwa umakini, na sitaki kuitesti ama kuiwekea umeme kwa sababu sijui kinachoendelea juu ya hii simu. Sifahamu ni nini alichokifanya fundi mwingine. Siwalaumu mafundi wote, lakini ninachotaka kusema ni kwamba kwa nini ufungue simu iliyoingia kwenye maji halafu uirudishie bila kuikausha? Manake haijakaushwa kabisa. Yaani sijaona dalili yote ya kukausha kwamba maji yamekaushwa au vipi. Ama inawezekana ni mteja mwenyewe aliweka hofu, pengine baada ya kuona ufunguaji wake ulikuwa tofauti wa kuvunjwa vunjwa, akaona akatae isiendelee tena kufunguliwa. Sijajua, nafikiria mimi mwenyewe, kwa sababu hatuwezi kumlaumu moja kwa moja fundi aliyefanya hivi, kwa sababu hatujui ni kitu gani kilichotokea mpaka fundi akavunja vunja hivyo ama ikawaje. Lakini hata kama mteja atakuwa amekukela vipi, hautaki kuharibu kazi, kwa sababu huyo ni mteja mmoja ambaye anaweza kwenda kuwaambia wateja wengine sifa zako zilivyo. Kwa hiyo wewe cha kufanya ni kuwa mpole na kutulia kabisa. Sasa simu kama hii, okay, betri tuone betri. Oh, iko disconnected. Okay, betri iko disconnected, naona haja iconnect. Inapendeza. Ukidisconnect betri kama hivyo inakuwa ni nzuri zaidi, na protect pia kwamba hata kama betri imevimba hivi, nafikiri kuvimba kwake inaweza kuwa kumetokana aidha na maji yenyewe aliyoingia humo ikapigisha shoti mpaka kufikia betri kujivimbisha kama hivi, baada ya seli kuwa zinagusanisha njia, ama inawezekana sio hivyo ilivyokuwa. Sasa tufungue kila kitu kimoja kimoja baada ya kingine, tusafishe, na baada ya hapo tutesti. Cha kwanza napima voltage kutokea kwenye betri, nijue betri itakuwa na volti ngapi. Sifahamu kama maji yalifika kwenye processor kule ama vipi, japo processor mara nyingi inakuwa imeprotectiwa, inakuwa imelindwa sana na gundi, kitu ambacho kinaweza kupelekea kwamba hata kama maji yataingia kiwango gani, yanaweza asifike kwenye processor, yani kwa ndani chini ya processor. Lakini kwa baadhi ya simu, kuna baadhi ya simu processor iko waziwazi, maji yanafika kwa chini, yani kwenye connection kule kwenye zile njia zake yanaweza kafika, lakini kwa baadhi ya simu maji yanaweza asifike. Kwa hiyo damage ya maji inaweza ikawa kwenye vitu vingine tu. Lakini kama mtu hajawahi kuidisconnect betri, hilo ni tatizo. Hilo ni tatizo. Kama mtu hajawahi kudisconnect betri, hilo ni tatizo. Unafungua upande wa speaker huku na kwenye kuko well protected. Yaani sidhani kama maji yanaweza kaingia kirahisi rahisi upande wa speaker huku ama kwenye hii connector ya chini ya charging. Sina uhakika kwa sababu unaona hakuna dalili yote ya maji huko. Lakini kwa namna ilivyokuja, kwa kweli ilikuwa inatisha. Nilisubiri kidogo ili kuona kama inaweza ka evaporate kidogo, then nianze, kwa sababu hata hivyo reflection ilikuwa kubwa sana ya mwanga wakati ya yale maji na namna ilivyokuwa inaonekana. Kwa hiyo ikabidi ni pause kidogo. Battery iko disconnected, lakini pia ni kama ilishaondolewa huko ndani. Okay, ilikuwa ishaondolewa huko ndani, kwa maana yake ni ya kuondoa tu kama hivi, simple tu. Yeah. Okay, sasa baada ya kuwa nimefanikiwa zoezi zima la kuiondoa betri kwa makini bila kuidamage au kufanya chochote, lakini kama za kuiona tayari betri imesha vimba, inabonyea bonyea. Sijui kama hata itakuwa na umeme ndani yake. Tujaribu kupima voltage tuone kama tunaweza kupata voltage kwenye hii betri, umeme wowote ambao upo kwenye hii betri, ili tufahamu kwamba pengine betri ilivimba lakini ilikuwa bado ina afya, ama kuvimba kwake kulitokana na hilo tatizo kweli, ama hakukuwa hilo tatizo. Kwa hiyo tunafikiria kwamba lazima tupate majibu mazuri. Unajua, usijaribu kuweka umeme, yani kujaribu kuconnect kifaa chochote, betri yoyote ama power supply ama chochote kwenye simu ambayo tayari imeshaingia kwenye maji. Haujui maji yamefika maeneo gani. Kwa lazima kwanza ujiprotect kwanza, uilinde hiyo simu. Nikijaribu kucheki voltage hapa, betri haina voltage kabisa. Ya, haina kiwango cha umeme. Kama unaweza kuona, haina umeme ndani yake.
Unaweza kuona betri na 0.32, kiasi ambacho kwamba hakina uwezo, yani sijui nisemeje, hakuna uwezekano wowote wa kusema inaweza ikajaribu kuiwasha hii simu. Na tukijaribu kuona kama labda kuna sehemu imetomboka, haionekani kutoboka wala kupitisha upepo. Anyway, tuachane nayo. Tuje upande wa saketi ndogo. Hii saketi ndogo kwanza tunaweza tukapata majibu kupitia hii saketi ndogo ya chini ya kuchajia hii. Tunaweza kupata majibu madogo kupitia hii socket. Oh, sikutoa nani tray ya line. Okay, tray ya line weke pembeni. Tray hii hapa. Hii tray ya line inakaa kwa chini na iko na line. Sawa. Sasa tujaribu kuanza kwanza na majibu ya hii, kwa kuwa yenyewe process yake hata ya kuikausha sio kubwa. Naweza nikapitishia ka blower kidogo tu. Kidogo tu, si sana, blower kidogo tu, ili kutaka kujua kwamba takachokwenda kukifanya baadaye kwenye hiyo saketi kubwa hakitokuwa na madhara makubwa sana kwenye simu. Na hii nafanya hivi kwa sababu ya kutaka kupata majibu kwanza kwamba uhai wa hii saketi ya chini ukoje. Inawezekana wakati inapata hiyo shida tayari fundi alijaribu kufanya chochote kwenye saketi ya chini, kwa maana ya kusema maybe aichomelee afanye nini, lakini kicheki kwa humu ndani kuna uchafu mwingi sana kama huwezi kuona, lakini nitaichomeka hivyo hivyo na uchafu wake, afu then tutaisafisha. Yote hiyo ni kutafuta majibu mazuri, kwamba tunajihakikishia kwamba kile tunachoenda kukipata ni majibu ambayo yako sahihi. Okay, tupime voltage. Baada ya kuplug in charger, tupime voltage hapo terminal za hapo. Okay, tutapata voti 5 ambazo ziko pure kabisa, hazichezi, hazifanyi chochote. Ngoja tuone. Voti 5, voti 5.17, hazina shida kabisa. Voti 5 zinapatikana vizuri, so it means kwamba upande huu hatuna shida yoyote, hatuna short, hatuna nini. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunajiamini. Mkanda ambao huwa una connect hapo ni huu hapa. Huu ndio mkanda ambao huwa una connect hapo. Sasa tunaweza kujaribu kwanza kuconnect pia huu mkanda. Tu connect huu mkanda tuone, je, kuna short yoyote dhidi ya huu mkanda na socket ya chini. Mkanda kuupima tunafahamu, tunakuja kupima tena kwenye terminal za mkanda huu baada ya kuchomeka charger. Okay, terminal ya chanya hasi tutapata voti 5 ambazo ziko pure tena, hazina shida kabisa, maana yake hazipray, hazifanyi chochote. Kwa hiyo huu mkanda uko vizuri, hauna shoti katika upande wa nini wa kuchaji. Kwa hiyo katika upande wa kuchaji hakuna shoti. Cha kwanza tuiweke pembeni kabla ya kuisafisha. Kumbuka hatujaisafisha. Umeona? Tumeiweka pembeni baada ya kuipitisha kama moto kidogo tu, hatujaisafisha. Simu huku ama tukizungumzia nini socket kubwa. Socket kubwa ina shida gani? Tukizungumzia socket kubwa, cha kwanza tutaangalia switch. Connector ya switch iko vizuri. Haionyeshi dalili yoyote ya tatizo. Na tukijaribu kuiangalia kwa haraka haraka socket hii haionyeshi shida yoyote. Yaani haionyeshi kama kuna shoti ama kuna kitu, kuna component imeungua ama vipi. Tufungue, tuiondoe na yenyewe kwenye housing, kisha tupate majibu mazuri ya kuifuatilia ndani zaidi kitu gani kinachoendelea. Kila kitu fanya kwa umakini na kwa utulivu. Hii socket ni speaker ya juu. Imebeba speaker ya juu na sensor fulani hivi nakaga pembeni kidogo ya kamera. Sasa tujaribu kuona ni nini tunachoenda kukifanya. Huu ni mkanda wa kioo. Yes, mkanda wa kioo. Huu mkanda hapa ni wa nini? Huu mkanda tutaenda kuona ni wa nini. Itakuwa ni mkanda ambao una connect network, na kuna mkanda mwingine hapa pembeni yake pia. Yaani mikanda ambayo inaenda kwenye ground, inaingia kwenye earth, yani inaingia kwenye antena antena. Okay. Socket je, iko tayari kuondoka? Iko karibu na kuchomoka. Tayari inaondoka baada ya kufungua hiyo nati moja. Yes. Wow. Socket hii hapa, lakini inaonekana bado ina maji. Ukiangalia hapa haya maeneo kuna maji. Yeah. Ni kama liquid fulani hivi. Smell like kama kinywaji fulani hivi. Okay. Jaribu kuichunguza vizuri. Upande huu hakuna dalili ya maji mengi, lakini fingerprint zinaonekana nyingi hapa, maana yake iguswa humo ndani. Kwa fundi ile alianza kuifungua kwa mara ya kwanza. Hii yenyewe ina vibration ya kitofauti, ka vibration kake kamekaa kama speaker. Unaweza kusema ni speaker lakini kumbe ni ka vibration. Yeah, something good.
Lakini tukiangalia kioo hakina damage zaidi ya protector ambayo inaonekana kama imebanduka kiasi, tuiweke pembeni. Sasa tudiri na saketi kubwa, ambapo kwanza vya kuondoa hapa ni hizi devices ambazo zinakuwa ziko connected. Hivi tunavyoondoa kimoja baada ya kingine kwa utulivu kabisa. Hizi ni kamera. Tukishaondoa hii seti nzima ya kamera, ndio hapo sasa tutajua seti nzima ya kamera. Yaani huu mzigo tunaoona huu ni mzigo mzima wa kamera. Okay, nao sasa kwa kuwa tumefanikiwa kuifikia socket vizuri, kamera nyingine ilibaki. Ya kamera ndogo hii. Hebu ngoja tuone. Unajua ina kamera nyingi sana. Tukianza na hii 1, 2, 3, 4, 5. Hii sio kamera, hii ni focus ya zooming. Yaani unapo zoom ina focus. Yeah. Hii ni focusing. Lakini no, ni kamera. Ina depend kama ina kama pale unapokuwa ukizoom kitu cha mbali sana, ndio huwa inabadilisha focusing, inaenda huko. Yeah, sasa tuko na socket hapa na ni double socket. Kama unaweza kuiona ni double socket. Yaani manake kuna socket hii ya juu ambayo ndio hii ambayo ilikuwa imebeba kamera zenyewe, na kuna socket ya nyuma huku ambapo sasa ukiangalia unene wa hii socket hapa ndio utajua kwamba tuko na double camera. Ndio maana nikasema leo kazi ipo. Niliogopa kuitest kwanza kwa sababu nilifikiria iwapo kama nitaitest na pengine na maji ndani yake kwenye processor, kwenye IC fulani, kwenye chochote kile, inaweza kuwa tatizo. Wazo likanijia kwamba nisafishe kwanza, baada ya kuisafisha ndio hapo hasa tuweze kujaribu kuitesti. Sitoweza kuidisconnect kwamba niweze kuitenganisha upande wa pili, labda niingie upande wa pili ili tuweze kuona kama maji yaliingia au vipi. Hapana, kwa kuwa iko well sealed, yani iko imefungwa kisealed zaidi, nafikiri nawaza kwamba maji hayajafika huko. Kwa hiyo waza la haraka nitafikiria kwamba maji yalishia humu kwenye socket za juu hizi. Kwa nitatumia mafuta haya ambao ni Falcon, mafuta kwa ajili ya kusafishia. Yeah. Haya nitatumia kwa ajili ya kusafishia ili baada ya kuisafisha hii unapulizia hapa ya kutosha tu, hata ikiingia ndani sio shida, kwa sababu ina evaporate haraka. Kwa hiyo kitendo cha kuevaporate kitakusaidia kwamba kama kuna maji huko ndani na hii ishafika huko ndani, vita evaporate vyote kwa pamoja, vitayeyuka. Kwa evaporate ni kuyeyuka kwa wale ambao natukupita karibu na shule. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama hauja subscribe basi unaweza kugusa alama subscribe hapo. Kama hauja like, lakini pia comment kwa kila ambacho ni wazo lako, kwamba unawaza nini juu ya simu kama hii ambayo imeingia kwenye maji, ilishatoka kwa fundi mwingine, haujui kinachotokea au kinachoendelea na mpaka inakufikia. Majibu unayoelezwa tu ni kwamba haiwaki. Yeah, haiwaki tu. So haiwaki, sasa tufanyaje? Ndio hapa leo tufuatilie kwamba baada ya kuikausha haya maji, kwa sababu imekuja inaonekana bado iko kwenye maji. Sasa baada ya kukausha haya maji ndio sasa tutafahamu. Kumbuka mwanzo nimeshasema betri tumeitesti tukaona inavoti ngapi. Kwa hivyo kumbe tunaweza kupata jibu la haraka kwamba kwa nini haiwaki, ni kwa sababu ile betri haina uwezo wa kuiwasha hii simu. Na mara nyingi nimekuwa nikisema simu za Samsung huwa zinaikataa power supply. Hilo wote tunafahamu. Simu za Samsung zinaikataa power supply. Hauwezi kutumia power supply kutesti simu ya Samsung. Tutajaribu kwa leo tuone kama tutafanikisha. Tuwashe power supply. Tutumie kwanza nani? Blower kukaushia. Baada ya kuwa nimesafishia kiasi, imesha evaporate tayari, imesha yeyuka ama mafuta yamesha yeyuka, lakini lazima tu confirm kwa kuweka blower kiasi. Kikubwa cha kuwa nacho makini pia ni kwamba unaponunua hii Falcon, kuwa nao makini ni inashika moto haraka. Kwa hiyo usijaribu kuiweka maeneo ambayo yana moto ovyo ovyo, utaunguza vitu afu utajikuta hata pengine inaweza kukulipukia. Ni flammable, yani ni kitu ambacho hakitaki kukaa kwenye moto. Hii naofanya hapa ni kukausha, kuona kama kulikuwa na maji, kulikuwa na nini, basi viweze kukauka. Kwenye socket ya ndani, ya juu, ya vyote vikauke maji. Yeah. Kwa joto zuri tu la kutosha,
Kikubwa tunakuwa makini kwamba hii socket ya juu isije ikabanduka ikatoka ukawa umeharibu njia za sehemu ambako inafungiwa. Yeah. Chondo cha kuwa nacho makini. Yes, nimejaribu kuona hapa kuna kama maji fulani hivi yameruka kutokea humu ndani. Nafikiri unaweza kuona. Yeah, kama maji yanaruka hivi. Kwa hivyo usipokuwa makini hapo utajikuta umeweza kudamage. Nipunguze moto kiasi ili nikaushe vizuri. Kikubwa hatuhitaji kuharibu. Najaribu kusikilizia joto, umbali wa joto. Yes. Hapa sio mbaya. Kaushia kwa mbali kidogo kwa sababu nasikia kama kuna creaking zipo, na hizi creaking ni kama za maji ambayo yanaruka baada ya kukutana na joto. Kwa hiyo lazima uwe makini. Usipashe sana moto kwa sababu ukipasha sana moto maana yake itakachotokea utabandua component yoyote. Kishabandua component yoyote utakuwa umeharibu tayari. Hiyo utakuwa tayari umeshatengeneza tatizo lingine. Jaribu kusikilizia joto. Sawa, joto bado lipo la kutosha ambalo haliwezi kuharibu. Akapigia kwa juu. Ukiwa karibu sana tayari hichi plastic hapo unakuwa ushakimelt, ushakiunguza kiasi. Kitu ambacho kitapelekea kwamba uunguzaji huo uoneshe dalili za wazi kwamba fundi huyu ni fundi ambaye hafahamu kazi anayoifanya. Nikuwa makini. Japo mistakes zinatokea. Si kwamba kila kazi utakayoifanya zote zitakuwa zinaenda kama unavyotaka, no. Baadhi ya kazi utakuja utafanya itaenda vibaya basi. Lakini kikubwa ulienda kwa makini na kwa utulivu, inasaidia. Yeah. Unaweza ka comment hapo kwamba wewe huwa unakaushaje simu ambayo imeingia kwenye maji. Je, unatumia petroli, unatumia Falcon, unatumia mafuta gani? Unatumia Spirit ama unatumia zinki? Wapo watu wanatumiaga zinki. Vitu vingi sana vinatumika kwa ajili ya kusafishia. So wewe huwa unatumia mbinu gani kukausha simu ambayo iliingia kwenye maji? Huwa unatumia mbinu gani? Hii ni Electronics Repair Class TZ. Tunaendelea kuwa na vipindi tofauti tofauti vya kazi tofauti tofauti. Wazo limeingia haraka nafikiria kwamba vipi kuhusiana na swala la kamera. Hizi kamera hazikuingiliwa na maji, na kama ziliingiliwa na maji itakuwaje? Na zinaonekana ni mzigo mkubwa sana. Yaani inabeba nafasi ya socket kama socket ya simu ndogo hivi. Sasa tutazifanyaje? Maana yake na zenyewe zinahitaji kukaushwa, na ni kamera ni kitu ambacho ni very delicate. Yaani kupasha joto hapa kwenye hii glass unaweza kujikuta unaiharibu kabisa kamera. Kwa tutajua mbinu ya kuipasha nayo au ya kuipoza. Tutatumia mbinu gani? Tutajua. Kwa kuwa socket ya chini ya kuchajia ilionekana kuwa na nafasi nzuri ya kuchaji, ese socket hii imechemka vibaya mno. Kwa hali kama hiyo basi tunaweza kusema tayari tumeweza kuikausha vya kutosha. Kwa namna ilivyochemka, tunaweza kusema tumeikausha vya kutosha, yani kuanzia ndani mpaka nje. Kwa nini nimekuambia kwamba kuwa makini na hii Falcon? Falcon huwa inalipuka. Naweza kukuonesha mfano, naweza nikamimina hapa kidogo tu. Kiasi kidogo tu. Yeah, katone kadogo tu kama hako, afu nikawashe moto. Hafikiweza kuona kanawaka moto. Hii ni mbaya sana. Hichi kidude unaweza kufikiria kwamba kinaungua, huwa kiungui kizembe. Kwa hiyo don't worry. Kinunua plate ya hivi ya kufanyia kazi haiungui. Unaweza kaichoma na gani, unaweza kachomelea kitu hapa. Unaweza kakia vitu vya kuwaka moto na bado isiungue. Hainaga shida hii. Sawa. Sasa socket tayari tumeshaikausha na tunasubiri ipoe. Wakati tunasubiri ipoe, tunafikiria kuhusiana na hizi kamera. Hizi kamera tuzifanyaje? Hizi kamera nazo pia nafikiri zitakuwa na maji ndani yake. Sasa kama zitakuwa na maji ndani yake, mbinu nitakayoitumia kukaushia, nitatumia hii kitu hapa. Hii kitu ndio nitakayotumia kukaushia. Hii inaitwa body dry. Wanapenda kutumia sana saluni wa mama, lakini tutatumia mafundi kwenye ufundi wetu. Tutatumia mafundi kwenye ufundi wetu. Swala la mtu kujiuliza kwamba sasa inakuaje fundi unatumia vitu vya wanawake? Kama mswaki tu tunatumia kusafishia hapa, na ni mswaki wa mdomoni. Don't know how to answer you. Sijui nitakujibuje. Anyway, taiwasha na joto la kawaida.
button zake za switch hizi hapa. Kama unatamani kununua hivi, basi ungenunua hivi, inakuwa nzuri zaidi. Hii button inakusaidia kuzima upande wa joto kali. Kama umewasha joto kali, alafu unaona kama unataka kusikilizia kama sehemu unaoikausha imeshakauka, basi unafinya hapa, inatoa upepo peke yake. Okay, tuwashe joto kiasi chake na upepo. Inakuwa na upepo mkali sana, lakini ni upepo ambao una joto. Kwa hiyo kwa kuwa tumesema hatuna mpango wa kuharibu, kwa nini sijatumia blower? Mtu anaweza kujiuliza, kwa nini huyu mtu hajatumia blower kukausha kamera? Sababu ni kwamba blower inakuwa iko karibu sana. Unaona, blower inakuwa iko karibu sana na ina moto mkali sana kuzidi hii. Hii ina moto lakini wa kawaida, ambao hata hizi kamera zinaweza kahendo, kwa sababu kumbuka hata kamera zenyewe huwa zinaingia kwenye joto pia. Huwa zinapata joto pale inapokuwa iko juani au unaporekodi kwa muda mrefu, zinapata joto. Kwa hiyo joto ambalo unaweza kustahimili kwenye hizi kamera ni kwa kutumia blower kama hii, tofauti na kutumia ile blower ambayo ni kali sana. Kwa hiyo asilimia kubwa sana ka joto nakapigia kwa nyuma. Of course inatoa moto ambao hauwezi kuvumilia kwa mkono muda wote, lakini huku niko nafinya ile button nyekundu ndogo ya juu ili kupulizia maeneo kama haya, na achia kiasi, nafinya tena, maana yake inakuja joto, inakuja upepo, inakuja joto, inakuja upepo. Hii yote ni kwa ajili ya usalama wa kamera. Japokuwa hatufahamu kuhusiana na saketi kubwa huku inasemaje, lakini lazima tuzilinde hizi kamera, ili hata ikitokea kwamba inaweza kawa ni shida kubwa, inayoendelea kwenye upande wa saketi hii, lakini tunazo kamera ambazo ziko safe, ziko salama. Okay, sasa tumemalizana na hilo swala na hii saketi tayari ilishapoa. Tuirudishe kwenye housing yake. Turudishe kwenye housing yake bila kuifungia hizo kamera, kwa sababu nafikiria kwamba maybe hizo kamera zinaweza zikawa zina shida. Ni mawazo yangu kwamba maybe hizo kamera zinaweza kuwa na shida. What? Kamera zinaweza kuwa zina shida. Sasa kama kamera zinaweza kuwa zina shida, lazima kwanza tujidefense. Tujidefense kwa kuhakikisha kwamba tunaifunga hii circuit. Kwa kuwa betri hii ilionekana kwamba ina chaji ya chini sana, sina hakika kama ina short. Lakini kwa nini nisipime continuity, yani muunganiko wa umeme kwenye connector ya betri? Kwa nini nisipime hivyo ili kujua kwamba kuna short au hakuna short? Yes, continuity ipo, unaweza kuitizama multimeter pale. Kingine unaweza usisikie kwa haraka kwa sababu ya mic yenyewe ina convert sauti za nje, lakini ukiangalia hii taa hapa itakuonesha kwamba umegonga kwenye continuity. Kwa mfano ikigonga hivi, taa itawaka nyekundu. Hapo unaweza kaona kwamba continuity ipo. Sasa niguse ground na nitafute chanya. Nikigusa hapo kwenye chanya hakuna dalili yoyote. Huku ground inagonga ground, chanya hakuna issue, chanya hakuna issue. Maanake chanya zote za betri zinaonekana ziko salama. Kwa hivyo hatuna tatizo lolote kwenye upande wa nini, wa connector ya betri. Niingize betri, ni connect kioo. Okay. Betri imevimba sana kiwango ambacho hata kioo kinashindwa kuconnect vizuri. Mkanda wa kioo, nilishasema mara nyingi, tanguliza mkanda wa kioo kwanza kabla kuconnect betri. Hata kama betri haina chaji, lakini tanguliza mkanda wa kioo. Hiyo ni nzuri zaidi. Betri tumeconnect, connector yake ya switch. Connector yake ya switch tumeconnect. Sasa tunachokifanya zaidi ni kwamba tuje tuconnect hii circuit ya chini. Hatujaisafisha na Falcon, lakini tutaisafisha. Circuit ya chini tuconnect nao pia, alafu tuje tu plug in charger tuone kama simu itawaka. Hatujafungia vitu vingine vyovyote pale. Connecting charger. Tusubiri kama tuone kama italeta hata mwanga huku, labda pengine inaweza ka detect kucharge, japokuwa kiwango cha voltage kilichopo kwenye betri kule kiko chini sana. Inaweza kachukua muda sana kuja kushtuka. Kwa hiyo
Ni mafikirio yangu kwamba itachelewa. Kwa sasa naona kama inaweza kachelewa kwa sababu haijaonyesha dalili yote ya kushtuka. Nitakuja kupima voltage ambazo zinapatikana kwenye connector ya nini? Kwenye connector ya kuconnect battery. Voltage zinazopatikana kutokea huko kwenye socket ya chini kuja kwenye socket ya juu. Naam, ground then chanya. Chanya we have nothing. Okay, tuna sifuri kabisa. Hatuna chochote. Sasa tumepima voltage kutokea sidhani kama ulikuwa unaiona multimeter. Okay. Tumepima voltage kutokea kwenye connector huku ya kucharge kutokea kwenye charger. Ngoja tuone kama charger iko connected vizuri. Yeah. Charger iko connected vizuri. Lakini inaonekana kama haionyeshi voltage zote. Ground then chanya. Ground. Okay. Ground chanya. Hapaonekani voltage zozote. Yanaonyesha iko 0 Unaweza kuona kwenye multimeter kule haionyeshi voltage zozote. Lakini vipi kutokea kwenye connector hii? Je, hii connector ina umeme? Disconnect hii connector then tupime voltage zilizoko kwenye connector hii. Voltage kwenye connector 5, tuna volti 5. Maana kutokea kwenye circuit ya chini voltage zipo, lakini kuja kwenye circuit ya juu hatupati voltage. Tupime continuity, yani kengele kwenye sehemu ambako hii connect inakuja kuconnect hapa. Tupime kengele. Yes, alama ya kengele. Yes, ipo. Na je, kuna kengele hapa? Hapana. Hii inasoma kama ground. Hii inasoma kama chanya na hakuna kengele yoyote. Nafikiri unaweza kuona hakuna kengele yoyote. Yaani maana yake hakuna shida yoyote kwenye connection hii. Tujaribu tena kuconnect vizuri hii connector. Connecting vizuri. Then turudi tena kupima voltage. Oh my god. Nipima alama kengele alafu kwenye voltage. Okay. Voltage. Still we have 0. Still bado tuna sifuri. Na je, sehemu ambazo zinapokelea umeme, sehemu zingine ambazo tunaweza kupata labda hata volti 5, hakuna umeme wowote sehemu nyingine yoyote. Sasa nafikiria kwamba labda shida inaweza kuwa IC ya kuchaji ilipata shida, ama resistors ambazo zinachukua umeme kutokea kwenye system charger huku na kuconvert kubadilika kuja kuwa umeme ambao unaweza kuchaji, ambapo tunatoka kwenye resistor pamoja na coil ambazo zinafanya mfumo mzima wa kuleta umeme kwenye kuchaji huku, labda zinaweza kuwa zina shida. Tunafanyaje? Inabidi tufumue hapa tuone hii socket ya juu hapa. Je, hii power IC inapata umeme? Cha kwanza hicho lazima tufahamu. Kama power IC inapata umeme, je, inatoa? Hapo lazima tufahamu. Kwa kuwa tumejaribu kupima umeme kutokea hapa chini kwenye socket ya chini kwenda juu hatujapata chochote. Kuna wazo limenijia ni kwamba nafikiria sometime simu za Samsung zinahitaji kupata voltage kiasi kwenye upande wa battery ili ziweze kuactivate, ziweze kuruhusu umeme uingie, ziweze kufungua ile IC ya kuchaji iweze kuleta umeme huku. Hayo ni mafikirio yangu. Wazo likaja nitumie power supply. Lazima unapokuwa fundi lazima uwe na mawazo tofauti tofauti ya kuchanganua ama kufikiria ni kitu gani ukifanye ambacho hicho kinaweza kikaweka utofauti au kikafanya mambo yakaenda vizuri. Sasa wazo hilo limekuja, najaribu kutaka kutumia power supply. Power supply utaiona hapo mkono wako hujaiwasha. Okay, ngoja tuiwashe. Mkono wako wa kushoto kwa juu. Iko na voltage za chini. Tupandishe voltage kidogo hata zifikie ngapi? Zifikie 4. 4.7. Tujaribu kutumia 4.3. Okay. Tujaribu kutumia power supply kuona kama tunaweza hii inatumia connector yake inatumia B1. 1B. Okay. 1B so B1. 1B. Sawa. Tujaribu kutumia power supply kuconnect hapa. Japo kwa mara nyingi simu za Samsung huwa zinagoma, zinakataaga power supply. Power supply yetu inaonekana tayari ina voti ngapi? Ina voti 4.3. Tujaribu kutumia hapa kwenye power supply tuone. Kwa kuwa tumepima voltage kuingia kuchaji haijafanikiwa. Yawezekana ni kwa sababu battery haipo. Ndio maana inagoma, au kiwango cha voltage kinachopatikana kwenye battery hakitoshi. Cha kwanza tunataka kuona kama itawaka kwa kutumia power supply, ama kule je itaonesha short? Kwa sababu inaonesha hakuna dalili yoyote ya short. Na tukiconnect hapa inaonesha current yake inaenda hadi
miliamps 9. Sasa miliamps 9 sio shida, tunaweza kujaribu kuiwasha. Button yake kumbuka iko humu na nimesha connect kule, nimejaribu kuwasha. Pressing button kule miliamps zimepanda mpaka 3 imeingia 2 okay 3. Wow. Simu tayari imeweza kuwaka lakini na damage kwenye kioo. Kwa hivyo kumbe maji yaliingia, lakini sijui kama hii damage ilitokana na maji ama ilikuwepo tu. Na kumbuka hatujakausha kioo. Kukikausha kioo tunatumia screen separator. Sasa simu imewaka kwa kutumia power supply. Kwa leo mara ya kwanza naona. Kwa sababu simu za Samsung nyingi zinakataa, na yes imeweza kufunguka. Yeah, si kwamba hii sio michirizo unayoiona hapo, ni picha ambayo mteja mwenyewe amepiga picha akiwa yuko pembeni kidogo ya nini. Vipi touching? Kutouch? Yes, ina touch. Yeah, kutouch ina touch vizuri. Kutouch ina touch vizuri, haina shida kwenye swala la kutouch. Na kinachonishangaza ni kwa nini haiwezi kuchaji. Oh my goodness. Hichi kioo kina tatizo tayari. Kinaonekana kuwa na shida, kina mawimbi. Hebu tujaribu kuplug in. What? However, tunatumia hivyo. Tujaribu kuplug in umeme kuona kama itaweza kuchaji. Tuna plug in vipi? Power supply nitaipunguzia current zake zote. Kitu ambacho haitoruhusu kuwaka kwa simu. Umenipata? Kama haitoruhusu kuwaka kwa simu, nita plug in umeme kwa kuwa itakuwa inapitisha current kiasi fulani, yani umeme kiasi fulani kuja huku. Nita plug in charger tuone kama kwenye power supply kuna mabadiliko. Jaribu kucheki kwenye power supply kule, sioni mabadiliko yoyote, sioni dalili yoyote ya mabadiliko. Kwa hivyo oh my god, sija connect nini? Sija connect connector ya kuchajia. Okay, tu connect connector ya kuchajia. Voltage ziko chini, hakuna tatizo. Connector ya kuchajia. Ya tumeconnect. Then hakikisha kila kitu kiko sawa, tu plug in umeme. Tuone kama kwenye power supply kuna mabadiliko. Power supply nimeona current zimeanguka chini. Zile current zilizokuwepo pale juu. Unaweza kuona kwenye power supply kule. Chap, nikichomeka current zinaanguka chini. It means kuna detection ya umeme unaokuja kuingia kwenye simu. Kutokea kwenye nini? Kwenye charger. Ndio maana inashusha zile current kule chini, ina drop down kwa sababu ya kuhisi kuna kitu ambacho kimebi plugged in. Ingelikuwa kama zile njia hazina mawasiliano mazuri na upande wa kuchaji, manake tayari kusingekuwa na uwezekano wa kudrop voltage zile. Tujaribu kupandisha current kiasi. Tumepandisha current kiasi, lakini pia voltage nafikiri nikiweka hivi, nikiweka 0 inaweza kufanyaje? Ngoja tuone. Ikiwa 0 voltage. Plug in umeme. Nikiplug in umeme hakuna chochote, hakuna detection yoyote. Nijaribu kuleta umeme kiasi. Pandisha umeme kiasi. Ya mpaka voti 2 na point kadhaa. Twende voti 3. Ya voti 4. Sasa ni plug in tena umeme tuone kitakachotokea. Plug in umeme. Imeonyesha current kiasi. Inaonekana kama inakuja kuchaji. Umeweza kuona? Yes, unaweza kuona. Yes, imeleta detection ya kwamba ina charge. Hiki ndicho kitu ambacho nilikuwa nakizungumzia kwamba Samsung sometime zina uwezekano wa kushindwa kukuonesha voltage zote zile kwenye upande wa betri kwa kuwa hakuna kiasi kidogo cha voltage kinachotokea kwenye betri kwenda kutrigger, kwenda kuruhusu iweze kuchaji. Umeweza kuelewa? Sasa tayari tunaona tayari ina sign ile ya kuchaji. Kule juu inaonyesha current ya 3.5, hii inamaanisha kwamba inaichaji. Sasa hatujaweka betri, kumbuka tumeweka power supply. Power supply kwa ajili ya kutrigger, kuruhusu umeme uingie kwenye simu kiasi. Baada ya hapo tu plug in charger tuone. Nikijaribu kuchomoa charger unaweza kuona kule kwenye power supply imezima, imeshusha current, lakini pia na imezima sign ya kuchaji. Tukichomeka tena inaonyesha kama inakuja kuchaji. Yes, unaweza kuona inashitoka kioo na then ina charge. Hapa unakuwa umefahamu kwamba socket ya juu haina tatizo. Isipokuwa tatizo lilipo tupo nalo kwenye kioo, lakini pia tatizo lilipo tupo nalo kwenye betri. Kwa kuwa betri imevimba, lakini pia haina current, haina umeme wa hata mdogo ambao unaweza kuja kutrigger kuruhusu njia ya kuweza kuchaji simu. Hii ni Return CPR Class TZ. Wazo la haraka nilifikiria kwamba socket itakuwa na tatizo ama power IC itakuwa na tatizo,
lakini baadaye nikajaribu kufikiria zaidi, nikagundua kwamba Samsung zinahitaji kiasi kidogo cha umeme ili kuweza kutrigger umeme uweze kwenda juu, yani umeme uweze kuruhusu ile IC iweze kupitisha umeme. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama video hii imekupendeza, basi gusa alama subscribe hapo kama hujasubscribe, lakini like, share and comment. Electronics Repair Class TZ, we are for you. Bye.